Inawezekana Mungu anakusudi na wewe na mimi kwa fursa hii ambayo tumeipata, ili tuweze kukutana na ujumbe wa Mungu ambao amekusudia kwetu, na bila shaka utakwenda kutujenga mahali fulani na kututia nguvu. Basi bila kupoteza muda, ningependa kuanza na kichwa cha somo letu la asubuhi ya leo. Na kichwa cha somo letu la leo inasema, baada ya dhiki ni faraja. Baada ya dhiki ni faraja. Hiki ndio kichwa cha somo letu la leo. Na tutaanza kwa kusoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 7 aya ya 17. Ufunuo wa Yohana sura ya 7 aya ya 17. Naomba wale wote wenye Biblia twende mahali pale. Ufunuo sura ya 7 aya ya 17. Panasema, kwa maana huyo mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Nitasimama sana katika hii mstari huo 17b, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Haya ndio maneno nitakwenda kuyasimamia hapa. Na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Hapa ndipo nitakaposimama. Maneno haya ambayo nimesoma hapa katika hii sura ya 7 Ufunuo wa Yohana mstari wa 17 hasa B, ni maneno ya Mungu ambayo yamewalenga Wakristo waliokuwa katika mateso na dhiki iliyosababishwa na Wayahudi, yaani wakiwa katika dini yao ya Kiyahudi au Judaism. Lakini pia maneno haya yamelenga Wakristo waliokuwa wakipata mateso makubwa kwa sababu ya watawala wa Kirumi, hasa wakati wa mfalme wa dola ya Kirumi aliyekuwa akitawala dunia kwa wakati ule. Na mfalme huyu ambaye historia inasema alitawala kati ya mwaka 81 mpaka 96 baada ya Kristo, alikuwa ni mfalme mwovu sana aliyewatesa sana Wakristo, aliyeitwa mfalme Domitiano. Kaisari huyu alikuwa ni mbaya sana, ambaye aliwatesa sana Wakristo. Kwa hiyo maneno haya ya Bwana atafuta machozi yote katika macho yao yamewalenga Wakristo wa wakati ule, wakati huu na wakati ujao. Kumbe ndio maana neno la Mungu limehimiza katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 3, pana maneno mafupi tu yanayosema, heri asomaye. Heri asomaye maneno haya na unabii wa kitabu hiki, kwa sababu maneno haya yanawahusu Wakristo wa wakati ule wa mateso makali sana ya Warumi na Wayahudi, lakini yanawahusu hata Wakristo wakati huu na wakati ujao pia. Lengo la kusudi la maneno hayo ni kuwafariji na kuwatia moyo Wakristo wasichoke, Wakristo wasikate tamaa, na kwamba wanatakiwa wawe wavumilivu na waaminifu kwa Bwana Yesu. Lakini
yanaeleza kwamba mwisho wa uvumilivu wao ni kupata thawabu, yaani taji ya uzima, ambayo taji ile ni thawabu ya watu walioshinda. Kwa hiyo maneno haya yanawafariji kwamba watakuja kufutwa machozi. Nitalizungumza hili hapo mbele kidogo. Ndiyo maana katika Ufunuo wa Yohana sura ya 2 aya ya 10b pale panasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kwa hiyo ni maneno ambayo yalikuwa yanawatia nguvu, yanawafariji wa Kristo ambao wanateseka kwa ajili ya imani yao, kwamba mwisho wakiwa waaminifu, wakiwa washindi katika mapambano yale, watapewa taji ya uzima. Bwana atafuta machozi yote katika macho yao. Wayahudi na dini yao ya Kiyahudi, Wayahudi waling'ang'ania sana Torati sana, na hata mpaka sasa Wayahudi walio wengi wako katika dini ya Kiyahudi. Watu wanaoitwa Wakristo kwa Wayahudi ni wachache sana ambao hawamwamini Yesu, lakini wengi wanaamini Torati, wanang'ang'ania Torati ya Musa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo dini ya Kiyahudi ina nguvu sana mpaka wakati huu. Kwa hiyo Wayahudi kwa nini walikuwa na watesa wa Kristo? Ni kwa sababu hawakutaka kusikia Yesu akihubiriwa kwamba yeye alikufa na kufufuka. Hicho kitu hawakutaka kusikia, na ya kwamba Yesu ni nabii yule ajaye aliyetabiriwa kwamba kuna nabii atakayekuja. Hawakutaka kuamini kwamba yeye ndio yeye huyu aliyekuja. Hawakutaka kusikia Yesu akihubiriwa kwamba ni Masihi na mwana wa Mungu. Hiyo hawakutaka kabisa. Kwa hiyo watu waliokuwa wakihubiri kwamba Yesu ni nabii yule ajaye, Yesu ni mwana wa Mungu, ilikuwa kama kosa la jinai. Walikamatwa na kuteswa na kuumizwa sana. Ushahidi tulionao katika Biblia, hasa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni jinsi mitume walivyoteswa kwa ajili ya imani hii. Kama mpendwa utapata nafasi ya kusoma, utasoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 1 mpaka 20. Mitume walichapwa bakora, wakionywa wasihubiri kabisa habari za mtu huyu, habari za jina la Yesu hawataki kusikia. Lakini pia katika Matendo mlango wa 7 mstari wa 52 na kuendelea mpaka mstari wa 58 kuna habari ya mtumishi wa Mungu aliyeitwa Stefano, aliyekuwa akihubiri sana habari za Yesu Kristo. Maandiko yanaeleza kwamba alipigwa mawe na kuuawa kwa kuwa Wayahudi hawakutaka kabisa kusikia habari hiyo. Kwa hiyo Wakristo wa kipindi kile waliteseka sana, waliumizwa sana, waliteswa sana. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawatia nguvu kwamba mtakuja kufutwa machozi mkiwa waaminifu. Endeleeni tu hivyo hivyo. Warumi, baadhi ya wafalme wa Kirumi walitaka waheshimiwe sana na kuitwa kuwa ni mabwana, lakini pia wengine walitaka waabudiwe kama miungu. Kulikuwa na desturi ya wafalme wanaoinuka na kutaka kuabudiwa kama Mungu, kama vile tunavyosikia habari za mfalme Nebukadreza. Alitaka watu wamwabudu. Bila shaka tunakumbuka kwamba Danieli na wenzake hawakutaka kumwabudu. Kwa hiyo baadhi ya wafalme wa Kirumi pia nao walitaka kuabudiwe kama miungu, kama huyu mfalme Domitiano alitaka aabudiwe, alijiita yeye kwamba ni Mungu. Lakini pia hawakutaka dini nyingine ianzishwe mbali na dini ya Kiyahudi walioikuta kwa Wayahudi wanaowatawala. Kwa hiyo Wayahudi na watawala wa Kirumi waliungana kuwatesa Wakristo na kuwanyanyasa na kuwaumiza sana. Mateso haya ya Warumi, watawala wa Kirumi na Wayahudi
yalisababisha kifungo na mateso makali dhidi ya mtume Yohana. Wakati wa mtume Yohana haya mambo yalikuwa yakiendelea ya kuwakamata na kuwatesa watumishi wa Mungu na kuwaua Wakristo. Yohana ambaye alikuwa mtume wa Yesu Kristo alisimamia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu uinjilishaji wa neno la Kristo. Yeye alikuwa kama jenerali katika vita ile ya kupanga vikosi na kusimamia taratibu zote za kuhubiri. Huyu mtume wa Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu ndipo serikali ya Kirumi ilimkamata na kumtupa kifungoni katika kisiwa kiitwacho kisiwa cha Patmo. Katika Ufunuo wa Yohana, mwenye kusoma atasoma akipata nafasi. Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, Yohana alieleza kwamba mimi ndugu yenu Yohana ninayeshiriki mateso pamoja nanyi. Yaani Wakristo walikuwa wanateswa na Yohana yuko kifungoni anateseka. Alieleza kwamba hateswi kwa sababu aliiba, kwa sababu alitukana, kwa sababu alimpiga mtu. Alisema kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Alikamatwa na kutupwa kifungoni kwa sababu alikuwa anahubiri habari za Yesu Kristo, kwamba ni mwana wa Mungu, kwamba watu waokolewe, wapate uzima wa milele. Akatupwa kifungoni. Tunaposoma katika Ufunuo, kwa wakati wako utasoma Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13. Wakristo waliuawa wengi tu, pamoja na Mkristo mwaminifu aliyeitwa Antipa kipindi hicho. Antipa ameelezwa hapa mara moja tu katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13. Hakuna sehemu nyingine. Lakini Yesu alisema huyu ni shahidi wangu mwaminifu, mtumishi wangu huyu mwaminifu Antipa, aliyekufa, alipigwa na kufa kwa sababu ya ushuhuda wa neno la Kristo. Hivyo kwa ujumla kitabu hiki cha Ufunuo kilihusika katika kuwatia moyo wa Kristo kwamba wakivumilia na kuwa waaminifu kwa Bwana Yesu mpaka mwisho watakuja kufutwa machozi. Kilihusika hivyo kwamba Wakristo wanaoteseka na kuumizwa wakivumilia na kuwa waaminifu mpaka mwisho, basi watakuja kufutwa machozi. Bwana atafuta machozi yote katika macho yao. Maana ya kufutwa machozi haina maana tu kwamba ni mtu amechukua leso alafu anafuta machozi yanayotiririka. Haina maana hiyo tu, ina maana nyingi tu. Ni neno la Kiswahili. Kufutwa machozi haina maana hiyo tu, kupangusa yale machozi yanayotiririka, lakini maana yake ni kwamba Mungu atawafanyia jambo zuri ambalo litawapa furaha na kusahau taabu zao. Hasa ndio maana yake. Wanawake mara nyingi wanapokwenda kumuona mwenzao ambaye amefiwa, labda na mtoto na nani, wanachukua vitenge, kanga na zawadi mbalimbali. Wakifika wanamfunga, wanasema tu amepata kifuta machozi. Si kwamba wanapangusa, lakini wanampa kitu ambacho kitamfanya asahau shida zake. Kwa hiyo Mungu anaposema kwa kinywa cha mtume Yohana, Bwana atafuta machozi yote katika macho yao, maana yake watafanyiwa jambo ambalo litaleta furaha katika maisha yao yote na kusahau taabu zao. Ni sawa na neno kifuta jasho. Kisikia mtu kapata kifuta jasho, sio kwamba watu wamechukua taulo wakamfuta. Maana yake kuna kitu, au sivyo jamani? Kuna kitu kapewa ambacho kinafuta shida zake azopata, tatizo, mambo aliyoyapata magumu. Kwa hiyo kitu anachopewa, anachofanyiwa kinafuta hili jasho. Kwa hiyo anaposema Bwana atafuta machozi yote katika macho yao, maana yake atakuja kufanya jambo kubwa zuri kwa wale waaminifu na wavumilivu, na watasahau shida zao.
Ndugu zangu, Ibilisi alihusika katika kipindi kile cha kanisa kuanza mpaka kipindi cha Wakristo wakati wa ufunuo, wakati wa Yohana Mtakatifu, mtume Yohana alifanya kazi kwa hila. Wakristo waliumizwa, walipigwa mawe, walichomwa moto, waliteseka, walifungwa. Lakini hata nyakati hizi Ibilisi ni yule yule aliyekuwa kipindi kile, ila anabadilisha mbinu kulingana na nyakati. Ana akili sana. Kwa Ibilisi ni yule yule, lakini anafanya kazi kwa wakati, kulingana na wakati ulivyo. Huu ni wakati wa sayansi na teknolojia. Yuko huko, amezamia huko. Wakati ule sayansi na teknolojia haikuwepo, lakini yanabadilika kulingana na nyakati pia. Kwa hiyo kanisa pia linateswa, Wakristo wanateswa pia, lakini anawateswa kwa wakati wa kisasa kwa namna fulani. Kwa ndio maana tunasema kwamba maneno haya yanamhusu kila mtu, kila Mkristo wa wakati ule huu na wakati ujao pia. Maneno haya yanatuhusu hata sisi. Bwana atafuta machozi yote katika macho yao. Ndugu zangu, sasa nijikite hasa katika somo lenyewe kwa undani kidogo. Maono haya ya Yohana yalianzia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 4. Kuna mambo ambayo Yesu alifanikiwa kumuonyesha mapema, kuanzia mlango wa kwanza mpaka wa pili mpaka wa 3. Lakini baada ya kumuonyesha yale, akaanza kumuonyesha mambo mengine ya ajabu sana. Ndio maana katika sura ya 4 mstari wa kwanza anasema baada ya hayo, ina maana kwamba yale yamepita, sasa anaonyeshwa mambo mengine. Pale panaeleza wazi kwamba alisikia sauti kama sauti ya baragumu ikimwambia kwamba panda huku nako, na maandiko yanasema mlango wa mbinguni ulifunguliwa, na ulipofunguliwa anaambiwa panda, akapanda akaenda. Umeona? Na alipofanikiwa kwenda kule mbinguni baada ya mlango kufunguliwa, aliuona utukufu mkuu sana wa Mungu, na hivyo kila kitu alichokiona alikuwa anaeleza na kikaandikwa, na tukakapata kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Aliweza kueleza kila jambo aliloliona kwa ajili yetu sisi ambao tunaambiwa tusome, tunahimizwa kusoma, ili maneno haya, mambo haya yaweze kutusaidia sisi Wakristo wa nyakati hizi. Nitasimulia kwa ufupi, lakini tutasoma kidogo baadaye. Aliona, alipofika kule mbinguni, aliona watu wengi sana wasioweza kuhesabika, wa kila taifa, wa kila kabila, wa kila jamaa na kila lugha. Aliwaona kule mbinguni wakiwa wameshika matawi ya mitende na wamevikwa mavazi meupe, wakimsifu Mungu na Mwanakondoo, wakiwa karibu, wamesimama karibu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu wale watu, lakini wameshika majani ya mitende, matawi ya mitende, na wamevikwa mavazi meupe, wakimsifu Mungu na Mwanakondoo ambaye ni Yesu Kristo. Ndipo Yohana aliambiwa na watu waliokuwepo kule, kuna wazee aliwaona kule, akaambiwa kwamba hawa watu unaowaona hawa ni watu waliotoka katika mateso, katika dhiki kuu, wamefua mavazi yao kwa damu ya Mwanakondoo. Yesu alitangulia kusema katika Injili ya Yohana sura ya 16 aya 33, alisema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu alitangulia kulizungumza, aliyaona mambo yatakayowapata wa Kristo,
lakini aliwatia moyo kwamba haya yapo, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo waliona mambo aliyozoea kuyaona ndio aliyoyaona. Wameshika majani ya mitende, matawi ya mitende, ni ishara kwa Yohana kwamba watu wale wanashangilia na wako kwenye furaha. Ndio maana yake ajue kwamba wale watu wanashangilia. Watu wengi wanaposhangilia anaweza kuchukua hata jani la mgomba na ruka nalo, na nadhani ndivyo tunavyofanya. Kwa hiyo ili ajue kwamba watu wale wako kwenye furaha kuu na wamevikwa mavazi meupe. Hii ni ishara inayoonyesha kwamba Yohana alitakiwa ajue kwamba watu watakaofanikiwa kuingia mbinguni, watakaopata nafasi ya kuwa karibu na Mungu na kuzunguka kiti chake cha enzi, Mungu ambaye ni mtakatifu, lazima wawe wametakaswa, lazima wawe wameoshwa dhambi zao, lazima wawe wametakaswa mioyo yao kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana yake, ndio maana ya mavazi meupe. Wale ambao hawajatia mavazi yao uchafu watapata nafasi hiyo. Vazi jeupe ni ishara kuwa hawana dhambi, ili tupate kujifunza kwamba hatuwezi kwenda mbinguni, hatuwezi kumwona Mungu tukiwa na dhambi. Hakuna. Katika Ufunuo sura 21 kuna maandiko pale yanayoeleza kwamba hakiingii kule katika mji ule kitu chochote kinyonge chenye ila ni dosari ndogo. Wenzetu wanaita spot, kitu kidogo sana. Umekamilika 99%, bado point ukikosea hakuna kuingia mji ule, kwa sababu mji ule ni wa Mungu ambaye ni mtakatifu. Kwa hiyo wanaotakiwa kuingia lazima wawe ni watakatifu. Yohana ameona hayo na anasimulia ili kutueleza sisi wa Kristo kwamba nafasi ya kuingia pale ni nafasi ya kuingia kwa watu ambao ni watakatifu. Wakati Petro anaandika kitabu chake alieleza katika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 16 na 17. Anasema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Mungu hana dhambi. Tunapofanya dhambi tunatengana na Mungu saa ile ile. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu, hana dhambi. Kwa hiyo katika mji wake ni mji wa watakatifu, hakiingii kinyonge. Lengo ni kuonyesha hilo. Tujue tunalilia kwenda mbinguni, lakini lazima tuishi maisha ya utakatifu. Vinginevyo hatutakwenda pale. Nitoe angalizo kidogo tu, nijaribu kuangalia haya maandiko jinsi yalivyo hapa. Yohana alifanikiwa kwenda mbinguni, lakini Biblia inakataa. Inasema hakuna aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Yohana 1:18. Maandiko yanakataa kwamba hakuna aliyemwona Mungu. Sasa huyu alikwendaje mbinguni na akamwona Mungu na watu? Lakini maandiko pia yanasema wala hakuna aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya kwamba jana nilienda mbinguni. Mwongo, Biblia inakataa. Anadanganya, anataka hela zako huyo. Maana maandiko yanasema hakuna aliyepaa kwenda. Yesu amekwenda kuandaa mahali. Alisema nitakuja niwachukue, nitarudi niwachukue. Amesharudi. Amemaliza kuandaa. Si bado anaandaa. Sasa mtu anasema nikwenda jana, alipita njia gani huyo? Alipita pori gani? Tusidanganywe. Hakuna aliyemwona Mungu wakati wote. Ni yule Yesu peke yake ambaye alikuwa kule kwa Baba yake. Hakuna aliyepaa baada ya kufa na kufuka. Si alikwenda? Hakuna mwingine. Atarudi atuchukue, ndipo twende pale. Na tutakwenda kwa utaratibu. Kwa utaratibu maalum. Basi Yohana hakwenda mbinguni, bali alikuwepo kimwili katika kisiwa cha Patmo kifungoni, bali alikuwa katika maono. Ndipo alifunuliwa haya mambo aliyoyaona katika ulimwengu wa roho.
tutakuja kuvikwa mavazi baada ya miili hii kurudi katika udongo. Tutakapoinuliwa, tutainuka na miili mingine ya mbinguni, ndipo tuweze kumwona Mungu kama alivyo, ndipo tuweze kukaa naye. Sasa hebu tufungue Biblia zetu katika Ufunuo sura ya 7 mstari wa 14. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 14. Nitakwenda kwa haraka kidogo, muda wangu unanishtaki kule. Sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 17. Maandiko yanasema hivi, sura ya 7:14 mpaka 17. Nikamwambia Bwana wangu, wajua wewe, maana aliuliza hawa ni wakina nani? Sasa akana anajibiwa. Aliuziwa, wewe unajua ni nani hawa? Akasema sijui. Akana anajibiwa. Akaniambia hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, na wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote, kwa maana huyo mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Tuko pamoja? Maneno haya yanaonyesha wazi kuwa Wakristo au watakatifu watakaovumilia mateso na kuwa waaminifu mpaka mwisho watapata nafasi ya kuingia mbinguni na kukaa na Bwana kwa furaha kuu siku zote. Hapa kwa njia ya maono, Yohana ameonyeshwa uzuri wa mbinguni, lakini lengo kuu ni kuwahamasisha Wakristo wakati ule na sisi wa nyakati hizi na nyakati zijazo kuwa tuendelee kuwa waaminifu kwa Bwana wetu Yesu, ili tuwe na sifa zitakazotufanya tusikose kuingia mahali pale. Hasa hili ndio lengo kubwa. Hebu tuangalie kidogo hapa, tumedondoa kidogo. Sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 17 pameeleza mambo mazuri ya mbinguni. Kwa ufupi, panaeleza kwamba hakuna njaa. Mahali pale hakuna njaa. Sisi katika ulimwengu huu ni njaa tu. Njaa hapa tupo hapa, lakini wengine wanapiga miayo kwa sababu ya njaa tu. Njaa. Kule hakuna kitu hicho. Ni mahali pazuri, pema sana. Hakuna kiu, kwamba kuna siku unasikia kiu. Hakuna, ni mahali pema sana. Hakuna kupigwa na jua, na hakuna wakati wa kiangazi au wakati wa hari. Maandiko yanasema mji ule hauhitaji mwangaza wa jua wala mwezi. Vitu hivi havipo. Mungu alipoumba mbingu na nchi akaweka mianga ile, jua, mwezi, nyota, kwa ajili ya kuwamulikia wanaoishi katika nchi. Sasa vitu hivi havitakuwepo. Mbingu na nchi za sasa zitatoweka. Utakuwa ulimwengu mpya, mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo tutakapoingia mbinguni, vitu hivi tunavyoona hapa havitakuwepo. Na amesema kwamba Bwana atawachunga na kuwanywesha maji ya uzima. Hiyo si burudani. Na Mungu atafuta machozi yote katika macho yao. Maana yake watu walioteseka, walikuwa waaminifu mpaka mwisho, Bwana atawafariji, watafarijika. Na Yesu atakuwa ni kichocheo cha furaha yao. Maana yake ni kwamba watakuwa chini ya uangalizi wa Yesu Kristo kama mchungaji mkuu. Watakuwa chini ya mamlaka ya Yesu Kristo, watapata burudani isiyokoma. Shida hizi tunazopata, wapendwa, zipo kwa sababu tuko katika ulimwengu huu, kwa kuwa tumevaa miili ya nyama. Wengine wameshakufa kwa sababu ya shida ya njaa na kukosa hiki na kiu na kile. Vitu hivi huhitajika kwa sababu tuko katika ulimwengu huu. Jua na kiangazi vinakuwepo katika dunia hii ya wenye mwili,
lakini tutakapovaa mili mipya na kuwepo mbinguni, kuna mili ya mbinguni. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 40. Mili ya mbinguni sio hii yenye nyama, yenye damu, yenye kusikia kiu na njaa. Hapana. Tutakapokuwa katika ulimwengu wa kiroho, mbingu mpya na nchi mpya, taabu zote hazitakuwepo. Vitu vyote vitasahaulika. Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao waliopata shida na kuvumilia na kuteseka kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya injili ya Kristo, kwa ajili ya kutetea imani ya Yesu Kristo. Atafuta machozi, atawafariji. Maneno haya yanaonyesha huruma na upendo wa baba kwa mtoto wake, kama vile baba anavyomchukua mtoto na kumweka kifuani mwake na kumwambia, mwanangu usilie, nyamaza. Anaweza kupangusa machozi hata kwa mkono wake, nyamaza. Ni upendo. Ndivyo Mungu atakavyofanya, atatufariji, atatufanyia jambo kubwa ambalo litatufanya tusahau shida na taabu zote za ulimwengu huu. Nani asitamani kuwepo mahali pale, wapendwa? Bila shaka maneno haya yameandikwa ili yatuhamasishe tuwe waaminifu, tupambane ili tukaishi mahali pale pamoja na Mungu wetu. Yanapotupata mambo magumu ya kuumizana na kuvunja moyo, basi ndipo tuanze upande wa pili. Wakristo wanateswa, wanaumizwa, tuanze upande wa pili, tuseme kwamba haya yana mwisho. Tumwangalie Yesu aliyepambana na kuumizwa, kwa sababu alitegemea kwamba baada ya ushindi ataketi kuume kwa Mungu Baba, atapandishwa juu kuliko ufalme mwingine wowote ule, vitu vyote vitawekwa chini yake. Aliumizwa, alistahimili, lakini akiangalia furaha iliyoko mbele yake, aliona bora kuaibishwa. Yesu aliaibishwa, lakini bora kuaibishwa, lakini kapata furaha ile. Wale waliofanikiwa kuwepo mbele ya kiti cha enzi cha Mungu katika maono yake walikuwa mavazi yao kwa damu ya Yesu, na baada ya hapo hawakuyachafua tena, hawakuchafuka tena. Ndugu zangu, tutamani kumpendeza Bwana na kuachana na maisha ya dhambi na kusafisha mavazi yetu kila siku kwa kutubu. Hata pale tunapoanguka, tunapoteleza, tusimame, tutubu, tubadilike, tusichafue vazi letu. Mioyo yetu safi iliyooshwa kwa damu ya Yesu pale tulipobatizwa, tusichafuke ili tuweze kuwepo mahali pale. Ndugu zangu, kwa ndugu zetu na rafiki zetu ambao hawajakata shauri kuokoka kwa kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya kubatizwa, basi niwasihi tusirudi nyumbani bila kufanya hivyo. Vinginevyo mahali pale pazuri tutapasikia kwenye maandiko tu. Hata sisi wa Kristo sasa ambao tumeokolewa, kuna mambo ya kufanya, kwa sababu hawaendi watu kienyeji bwana. Haiwezekani. Wanaenda baada ya kung'ang'ana, baada ya kupambana, baada ya kuvumilia, baada ya kujitahidi kujitakasa, ndipo watu waingie pale.